Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya Injili ya siku. Leo tarehe 10 ya mwezi wa 8, juma la 19 kipindi cha mwaka A wa Kanisa. Masomo ya leo. Somo la kwanza linatoka katika waraka wa pili wa Mtume Paulo kwa Wakorinto, sura ya 9 aya ya 6 hadi ya 10, na Injili takatifu kama ilivyoandikwa na mwinjili Yohane, sura ya 12 aya ya 24 hadi 26. Karibu tusikilize Injili. Yesu aliwaambia wanafunzi wake, Amin, amin nawaambia, chembe ya ngano isipoanguka katika nchi ikafa, hukaa hali hiyo hiyo peke yake, bali ikifa hutoa mazao mengi. Yeye aipandaye nafsi yake ataiangamiza, naye aichukiaye nafsi yake katika ulimwengu huu ataisalimisha hata uzima wa milele. Mtu akinitumikia na anifuate, nami nilipo ndipo na mtumishi wangu atakapokuwapo. Tena mtu akinitumikia, Baba atamheshimu. Neno la Bwana. Sifa kwako Kristo. Wapendwa katika Kristo, maneno ya Yesu katika Injili ya leo ni mafupi, lakini yanaingia ndani kabisa ya fumbo la maisha ya Kikristo. Yesu anasema, chembe ya ngano isipoanguka katika ardhi ikafa, hukaa hali hiyo hiyo peke yake, lakini ikifa huzaa sana. Kwa mtazamo wa kawaida, tunaposikia neno kufa, tunafikiria mwisho, kupoteza, kuangamia na kutokuwa tena. Lakini Yesu anatufundisha jambo tofauti kabisa. Katika ufalme wa Mungu kuna kifo ambacho si mwisho bali ni mwanzo wa uzima. Kuna kujitoa ambako hakupotezi bali huzaa matunda, na kuna kujikana ambako hakumbadhirishi mtu bali humfanya awe na thamani zaidi mbele za Mungu. Punje ya ngano ikiwa inabaki mkononi mwa mkulima, inaweza kubaki punje moja, inaweza kuhifadhiwa, kutazamwa na hata kulindwa, lakini haitazaa. Ili iweze kuzaa, lazima itenganishwe na usalama wake, iingie ardhini, ifunikwe na udongo, na kwa namna fulani ionekane kana kwamba imepotea. Lakini baada ya muda, kile kilichoonekana kama mwisho kinageuka kuwa mwanzo wa maisha mapya. Punje moja inakuwa mmea, mmea unakuwa masuke, na masuke yanazaa punje nyingi. Yesu anataka kutufundisha kwamba maisha ya Kikristo hayawezi kuzaa matunda bila kujitoa. Mtu anayejishikilia mwenyewe, anayefikiria tu maslahi yake, starehe binafsi, jina lake na mafanikio yake, anaweza kuonekana anaishi, lakini ndani yake hakuna matunda mengi. Lakini mtu anayejitoa kwa Mungu na kwa wengine, maisha yake huanza kuwa baraka kwa watu wengi. Ndiyo maana Yesu anaendelea kusema, yeye aipandaye nafsi yake ataipoteza, na yeye aichukiaye nafsi yake katika ulimwengu huu atailinda hata uzima wa milele. Ndugu zangu, Yesu anatufundisha kujichukia. Hakuna mahali ambapo Kristo anatufundisha kwamba maisha ya mwanadamu hayana thamani. Kinyume chake, alitupenda mpaka akatoa maisha yake kwa ajili yetu. Anachotufundisha ni kwamba tusifanye maisha yetu kuwa kitu cha kujilinda kwa ubinafsi kiasi kwamba tunashindwa kujitoa kwa Mungu na kwa wengine. Mkristo hawezi kusema, namtaka Kristo lakini sitaki msalaba. Nataka ufufuo lakini sitaki kujitoa. Nataka matunda lakini sitaki punje yangu iingie ardhini. Kabla ya ufufuo kulikuwa na msalaba, kabla ya utukufu kulikuwa na mateso, na kabla ya ushindi kulikuwa na kujitoa. Na hili linadhihirishwa na Yesu mwenyewe
ndiye mfano mkuu wa ukweli huu. Alikuwa na uwezo wa kuepuka mateso, lakini alikubali njia ya msalaba kwa ajili ya wokovu wetu. Yesu alikubali kusalitiwa, kukataliwa, kupingwa, kudharauliwa na kusulubiwa kwa macho ya dunia. Maisha yake yalionekana kushindwa, lakini kilichoonekana kuwa kushindwa ndicho kilichokuwa ushindi mkubwa zaidi wa kihistoria, na msalaba ukawa mlango wa ufufuo. Ndiyo maana Mtume Paulo anasema kwamba Kristo alijinyenyekeza akawa mtii hata mauti, naam, mauti ya msalaba. Kwa sababu hiyo Mungu alimwadhimisha mno. Hii ndiyo kanuni ya ufalme wa Mungu. Njia ya utukufu inapita katika kujitoa. Wapendwa, leo tunamkumbuka Mtakatifu Laurensi. Tunaona mtu aliyelielewa jambo hili si kwa maneno tu, bali kwa maisha yake. Mtakatifu Laurensi alikuwa shemasi wa kanisa la Roma katika karne ya 3 akimtumikia Papa Sixtus wa pili, na alikuwa na jukumu la kuwahudumia masikini na kusimamia mali zilizotumika kwa ajili ya huduma ya kanisa. Katika kipindi cha mateso makali dhidi ya Wakristo, viongozi wa Kirumi walimtaka Laurensi awakabidhi hazina za kanisa. Walifikiri kwamba hazina hizo zilikuwa dhahabu, fedha na mali nyingine. Lakini Mtakatifu Laurensi aliwakusanya masikini, wagonjwa, yatima na watu waliokuwa wakihudumiwa na kanisa, akawaonesha na kusema kwa maana kwamba hawa ndio hazina ya kanisa. Hapa tunaona injili ya leo ikiwa imegeuka kuwa maisha. Kwa dunia hazina ni dhahabu, kwa Kristo hazina ni mwanadamu. Mtakatifu Laurensi angeweza kujilinda, angeweza kuficha mali za kanisa, angeweza kujaribu kukimbia, angeweza kukata tamaa, angeweza kukataa imani yake ili kuokoa maisha yake, lakini alichagua kuwa mwaminifu kwa Kristo. Alikuwa punje ya ngano iliyokuwa tayari kuanguka ardhini, na kweli alikufa kwa ajili ya Kristo. Lakini kifo chake hakikuwa mwisho. Ushuhuda wake uliendelea kuzaa matunda katika kanisa. Karne nyingi zimepita, lakini jina la Laurensi bado linaheshimiwa. Kwa kuwa alikuwa mtu aliyeweza kupoteza maisha yake kwa Kristo, alipata uzima ambao dunia haiwezi kuutoa. Hili ndilo jambo ambalo Yesu anataka tujifunze leo. Kile tunachokitoa kwa ajili ya Kristo hakipotei. Ukimtolea Mungu muda wako, haujapoteza muda. Ukimtolea Mungu vipaji vyako, haujapoteza vipaji. Ukimsaidia masikini, haujapoteza mali. Ukimtumikia mgonjwa, hujapoteza nguvu zako. Ukimwomba Mungu katika kipindi cha mateso, hujapoteza muda. Ukimsamehe aliyekukosea kwa ajili ya Kristo, hujashindwa. Ukiishi kwa uaminifu hata wakati hakuna anayekuona, maisha yako yanazaa matunda mbele za Mungu. Wapendwa, huenda Mungu hatatuita wote kufa kama Mtakatifu Laurensi, lakini anatuita wote kuishi kama yeye, kwa uaminifu, kwa upendo, kwa ujasiri na kujitoa. Kuna kifo ambacho kila Mkristo anaitwa kupitia kabla ya kufa kimwili. Kufa kwa ubinafsi, kwa chuki, kwa kiburi, kwa tamaa mbaya, kwa uzembe katika sala na kwa maisha yasiyompendeza Mungu. Tunapokufa kwa mambo hayo, tunaanza kuishi maisha mapya. Mtu anayekufa kwa chuki huanza kuishi kwa msamaha. Mtu anayekufa kwa ubinafsi huanza kuishi kwa huduma. Ndiyo maana Yesu anamalizia kwa kusema, mtu akinitumikia na anifuate, nami nilipo ndipo mtumishi wangu atakapokuwapo. Mtu akinitumikia, Baba atamheshimu. Hapa ndipo kilele cha injili ya leo. Yesu hatuiti tu tumwamini, anasema nifuate. Kumfuata Kristo maana yake ni kwenda naye katika furaha na katika mateso, katika mafanikio na katika changamoto, katika maisha na hata katika kifo.
na ahadi yake kubwa, nilipo ndipo na mtumishi wangu atakapokuwapo. Hivyo ndugu zangu, tusikimbie kujitoa kwa ajili ya Kristo. Tusihofu kuwa punje ya ngano inayowekwa ardhini, kwa sababu mkononi inaweza kubaki punje moja, lakini mikononi mwa Mungu inaweza kuwa mwanzo wa mavuno makubwa. Mtakatifu Laurensi alijitoa na kanisa likapokea shahidi. Kristo alijitoa na ulimwengu ukapokea wokovu. Na sisi tukijitoa kwa Mungu, maisha yetu pia yanaweza kuwa baraka kwa wengi. Bwana atupe neema ya kutopenda maisha yetu kwa ubinafsi, bali kuyafanya kuwa zawadi kwake na kwa wengine. Na kushukuru kwa kutafakari pamoja nami injili ya leo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Frateli Pancras Daudi Pera wa shirika la wamisionari wa damu takatifu ya Yesu kutoka seminari kuu ya Mtakatifu Gaspari de Bufalo, Kola, Morogoro. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Milele.